Wale tulishamaliza kazi wameshaondoka. Yani mimi nilikuwepo kwa ajili ya kuangalia, tulikuwa wawili, mwingine ameondoka na document. Kwa hiyo mimi hapo pale tulikuwa tumbaki wawili. Kuja kufanya kazi. Kwa hiyo tumefanya kazi vizuri na huyo boss wangu muone fanya naye kazi. Ni muda mrefu sio leo. Yuko barabara 4 Goba pale anaitwa JJ. Ndio na namba atakimbizi hapa atakija pale na shida. Yaani vyote meneja si akatuambia kote kashapitia kote huko. Akaniambia kashapitia kote vyote kama na document alitukabidhi sisi. Na mlivyokuja mlikuwa na viongozi hao wa serikali ya mtaa? Sasa vile yani pale kiongozi. Yaani unajua kazi hizi hapa wao watendaji si wanaogopa kuonekana macho kwa wananchi. Lakini kote ameshapitia hata ukimpigia meneja. Nafahamu kuna viongozi usalama wa raia polisi ambao kidogo hata angalau sio kukusaidia. Yaani meneja wangu mimi ameniambia kote wameshapita huko, ametoa taarifa kote. Kutoa taarifa si tatizo. Ndio kuja kusimamia kazi yako kama unasema ndio hivyo sasa, yani kote mimi nimefanya kazi iliyonyooka. Tena wamechukua na kitu changu. Mimi kwa vyote vilikuwa furu kwenye mavazi yangu mimi. Na mimi mpaka kukimbia hapa ni nyumba karibu ya 7 ndio nimejitetea mpaka hapo. Yaani ningekuwa mimi sina pumzi, kule wangeniua kule. Mimi kote nakimbia nakuja mpaka huku. Yaani nimepambana mimi na nguvu zangu kukimbia, kuomba msaada. Hamna mwenye nyumba anayenifungulia. Kwa haina shida, nashukuru. Mimi nimekuja kufanya kazi, wananchi kibao. Nimepita nyumba zaidi ya 15 nakimbia. Kama sio pumzi. Sasa ndio singekuwa mshaniua kule. Watu wafanye mazoezi. Bila pumzi walishaniua kule. Mimi mazoezi nafanya brother. Si ndio hapo? Hapo wanakuchukulia wao. Yaani bila pumzi mimi ningekuwa nimeua kule. Tatizo unaangalia. Na pale ulipobananishwa pale walikufungulia wao. Naomba niache bwana. Unanichosha bwana. Bigi kaza kwa wewe unanichosha bwana. Yaani mimi unanichosha bwana. Mwaisa. Niache. Mwaisa unachoshwaje na maguvu yote ungeweza kupiga sarakasi. Karuka juu ya bati. Sasa mwanangu ana mafuta amemsaidia, angepigwa angeumia sana. Aisee haya amemsaidia. Kupigwa panga moja. Unaona dogo kanipiga panga. Unaona panga ile. Dogo kanipiga panga dogo moja. Vuta hiyo ngojo. Dogo kanipiga panga. Unajua kuonyesha majeraha rafiki yangu. Haina shida, acha hivyo sitaki kuonyesha. Ila dogo kanipiga panga kwa sababu mimi ni raia mwema. Ikija serikali mtaangalia kama mimi ni mwizi au tapeli. Wote wamenipiga wote na mapanga. Katika maambushi zote ambayo umekuta wakifanya kuondoa, polisi wanakuepo. Mwandishi wa habari, yani mimi wewe nielewe kitu kimoja, nikwambie kitu kimoja. Sawa? Mimi nafanya kazi iliyonyoka, nielewe hivyo. Sawa brother, nimekuambia. Siku zote unafanya bila polisi. Yani nafanya huwa wote wanapewa taarifa. Si unanielewa Kiswahili? Huwa wanapewa taarifa mote. Hawezi akaja mtu bila taarifa kwenye nyumba ya mtu. Taarifa kote zinapita. Sawa brother? Wewe ni hoji unavyoweza wewe, lakini mimi nitakujibu hivyo. Mwaka umenyoka na jereza ina shida. Nashukuru. Hivi ni funguo zangu. Kitu kana nyinyi mloje hapa ndio mlikuwa mnampiga yule. Wewe unaje? Sasa wameshataalika wameondoka mama. Walikuwa wanakupiga. Wameshaondoka wananchi. Na maana nimetokea kule. Niliokuwa kule. Yani mama iko hivi. Mimi nafanya kazi na JJ, yuko barabara 4 Goba. JJ ndio nafanya naye kazi. Ila mimi naishi Tabata. Huyo ni kampuni ya udalali, adini na watu wa benki. Yuko JJ barabara 4 Goba. Sawa. Kwa hiyo mimi nimefanya naye kazi nyingi sana. Fanya naye kazi nyingi. Huku na huku Kumbagala sio. Nimefanya kazi naye nyingi sana. Sasa hii siku tumekuja kupiga mnada kwa sababu mwenye nyumba alichukua mkopo. Baada ya kuchukua mkopo ameshindwa kulipa. Benki gani? Sijajua benki, labda akimpigia bosi wangu ndiye anajua. Benki ni nyingi, sio wanatoa mkopo benki nyingi tu. Kwa hiyo mimi bosi wangu tulikuja kupiga mnada. Baada ya kupiga mnada tukabandika nosi na akapewa siku ya kuhama siku 14. Kwa hiyo leo ina maana ndio ilikuwa siku ya kuja kumtoa. Kwa hiyo tumekuja kumtoa, baadaye kumaliza kazi wameshamaliza, vitu vimetolewa. Lakini meneja wangu baada ya kumuuliza akaniambia yani taratibu zote zimefuatwa, tumeshawaambia wajumbe si wa nini huko kote huko ngazi ya juu. Na document akatukabidhi. Sisi tumemaliza kufanya kazi, sisi tukawa tumebaki kwa ajili ya kuisimamia ile nyumba. Maana siliuzwa kwa mnada. Kwa hiyo yule mama alionunua kwa mnada ndio sisi na maana tunabaki kwa ajili ya kuisimamia ile nyumba. Sawa. Kwa hiyo tulikuwa wawili. Mwenzangu baada ya kuona zogo huku na huku ndio akapita njia kule ndio ameshika document kaondoka. Lakini bosi wangu mimi ambao nafanya nao wako barabara 4 Goba. Mimi naishi Tabata. Lakini huwa tunakutana pale, tunakuja kufanya kazi. Na kazi sio moja, ni kazi nyingi tu. Baga. Haina shida. Nimuelewa.
Hamna noma Comfort, haina shida. Ile zitu tumewauliza vizuri, wamesema kwamba wameshakamilisha kila kitu. Yaani hata huyu kiongozi wangu namba yake hizi, mimi simu yangu ndogo imedondoka. Haina shida vizuri. Hamna noma bwana. Wote mlikuwa kuna lile kundi. Sawa.